Asante sana. Kama mnajua, tunakuja kujifunza Kiswahili na mada ni ukuzaji wa matumizi ya lugha kimazungumzo, ambapo tutakuja kuona mfano wa utekelezaji wa mdahalo katika lugha ya Kiswahili. Unajua kwamba niwaachia nini kazi ya makundi kama kazi ya nyumbani, mwandaa mfano mmoja wa nini wa mdahalo. Kwa maana leo umeandika huku ukasema kwamba wanawake wanaruhusiwa kuvaa masuruali. Kwa maana sijui na mliteua kiongozi wenu hata katibu. Ngoja tuwakaribishe ili waanze wakuje huku waendelee na nini na utekelezaji. Na mada kuwa wanawake wanaruhusiwa kuvaa masuruali. Hapa tuna kundi mbili, watetezi na wapinzani. Ngoja tuanzie kwa kundi la watetezi wanaotetea mada yetu na kuwa hapa. Ngoja tuanzie kwa mwenzetu Chasi. Asante sana mwalimu na wasikilizaji. Sisi tunapokuja watetezi, wanawake wanaruhusiwa kuvaa masuruali kwa sababu mtu ana miguu miwili na suruali ina miguu miwili. Sasa watu wote wanaruhusiwa kuvaa masuruali. Mwenzetu ametuambia kwamba suruali ni nzuri kuvaa. Wanawake wanavaa suruali huwa na miguu miwili na tena mwanamke naye huwa. Tuulize kundi la wapinzani hisi wanasikiliza hoja la mwenzetu. Tuanzie na Sheikh. Asante sana. Wanawake waruhusiwa kuvaa masuruali kwa sababu suruali ni nguo zinazoheshimu utamaduni wa nchi yetu. Mwenzetu Rasheli ametuambia kwamba kupinga kwamba si vizuri kuvaa masuruali bali kuheshimu utamaduni wa nchi yetu Rwanda. Ngoja tuulize kwa kundi la watetezi jinsi wanavyosikiliza hoja la wapinzani wametupatia. Ngoja tuanzie sana viongozi. Asante sana wasikilizaji. Wanawake wanaruhusiwa kuvaa masuruali. Masuruali kusaidia kufanya kazi vizuri na kuvaa uchi. Asante sana. Pamoja na wapinzani wametupatia. Watetezi wanasema kwamba ni vizuri kuvaa suruali kwa sababu suruali hutusaidia kufanya kazi vyema na kutovaa uchi. Kundi la wapinzani jinsi wanatuambia kwa hoja hilo la kuvaa suruali. Asante sana wapinzani na watetezi na wasikilizaji. Mimi ninawapinga kwa sababu suruali ni vazi la wanaume, si vazi la wanawake. Wanawake wanakuwa na mavazi yao na wanaume wanakuwa na mavazi yao. Asante. Si vizuri kuvaa suruali. Tena na kupinga hoja la kundi la wapinzani. Ametuambia kwamba wanawake wanakuwa na mavazi yao tena na wanaume wanakuwa na mavazi yao. Ngoja tusikilize ingine hoja kutokana kwa kundi la watetezi na mwenzetu Denise. Hii ni pande ya watetezi. Tunapinga hoja zenu kwa sababu wanawake wanaruhusiwa kuvaa suruali kwa sababu kwa kila milimo inapofanywa kwa jamii yetu, tuone vingi vinapofanywa na wanawake, kujenga nyumbani na kucheza mpira. Asante sana kwa hoja lako nzuri na kutoka kwa kundi la watetezi.
vizuri kuvaa suruali kwa sababu wakati wanaoendelea kufanya milimo, kwa mfano kujenga nyumba, wanaoendelea kufanya kazi kwa sababu kujenga nyumba na ingine milimo, wanaruhusiwa kuvaa hiyo mavazi hiyo kwa sababu huwasaidia kufanya hiyo kazi vyema. Ngoja tusikilize kwa kundi la wapinzani kama wanatetea au wanapinga hoja lao. Kwa sababu wanawake wamevaa nguo zake, wanaume wamevaa nguo zake. Kwa sababu umevaa suruali, hapana kwa wanawake. Wanawake wamevaa vikwembe, jipe, hapana wamevaa suruali. Asanteni sana. Kutokana kama huko nyongezo kwa kundi la watetezi, hoja lenu ni nzuri, tusikilize maoni yetu kutoka watetezi. Upande wa wapinzani na walimu, sisi tutoa kwamba kwa upande wa watetezi, wanawake wa kuvaa masuruali. Ndiyo, ni kwa sababu gani serikali ya Rwanda hutia masuruali ya wapolisi, wajeshi na wachungaji wa usalama? Kwa sababu wakati wanamaliza kufanya kazi hiyo, wanavaa nguo za wanawake kama gauni na tende na vitu vingine, kwa sababu mavazi hiyo inahubiwa wanawake pekee. Wakati unaenda njia unavaa kipande cha jipe, unaweza kuvaa suruali. Suruali ilienda kutuvaa uchi. Asante. Asanteni sana kwa hoja kutoka tulizi. Kwa sababu wote wamekubaliana na kutoa mawazo mazuri hapa mdahalo wetu. Asanteni sana. Asante. Na kutokana na kama kiongozi ama mwenyekiti alivyosema, kutokana na yaliyoandikwa na katibu mkuu wetu, mwenyekiti amesema kwamba tunaruhusiwa kuvaa masuruali. Kuna wale ambao walikuja wakapinga kwamba wakasema kwamba wanawake hawaruhusiwi. Unaona, wanaruhusiwa, na hawa wapinzani walikuwa wanajiegemezea hoja zao wakipiga kwamba wanawake hawaruhusiwi na wanaume ndio wanaruhusiwa. Maana nasema kwamba kutokana na mwenyekiti alivyosema, tutarudia baadaye. Jana ingawa tulijaribu kujifunza kidogo, na kesho asubuhi tukirudia tena tutakuja kuona eti ni nani mshindi, eti ameshinda kutokana na nini. Na mdahalo kama mnavyoona, utekelezaji wa mdahalo
ni jinsi ya kuweka vitendoni nini mdahalo, na katika lugha ya Kiingereza ni debate, na Kiswahili na lugha hizo kama Kiingereza na hata Kiswahili ni lazima unapofanya mdahalo kuwa na nani na aliyeshinda. Ndio maana ingawa mwenyekiti ametuambia kwamba hakuna mshindi, ninawaomba mkirudia tena mwenyekiti atafute nani mshindi. Asanteni sana, na ikiwa kuna maswali kuhusu mada yetu ya leo, ikiwa kuna matatizo fulani sijui, ikiwa kuna misamiati ambayo hamjui, mtaniambia ili niweze kuelezea, na wakati mwingine itawasaidia nini kujielezea nyie ama kusema. Unajua kwamba ukuzaji wa nini wa matumizi ya lugha kimazungumzo ni namna kujielezea nini misamiati. Ninawaomba sasa kila mwanafunzi, kila mmoja ajue namna ya kuelezea nini hoja zake. Kuna swali? Hakuna swali? Kuna mbaya na swali?